naye akasema, enenda tena mara 7. Wafalme wa kwanza sura ya 18 aya ya 43. Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe, tumsifu Yesu Kristo. Basi siku ya leo nataka nikupe somo moja ambalo litakusaidia kwenye maisha yako. Unaombea jambo halitimii. Huu utakuwa muendelezo wale masomo ambayo huwa nafundisha na kuuliza kwamba kwa nini unaombea jambo halafu halitimii. Sasa ukisoma kwa habari za Elia utaona hapa kuna kitu kitakufundisha juu ya kuombea jambo ili litimie. Kwa hiyo somo letu tumekubaliana hapa linasema kwa nini unaombea jambo halafu halitimii. Siku ya leo nitakupa pointi moja tu, na pointi hii itaonesha kwamba wewe unapoomba unafanya mzaha, ama unapoomba hauombi kwa kumaanisha jambo litokee. Yaani ili jambo litokee lazima uombe kwa makini ndio jambo linatokea. Hata kama litokee jambo, taarifa yake utaipata. Kwa hiyo ukiona unaombea kitu, yani huoni lolote, unaona kimya tu, maana yake ni kwamba maombi yako yana kasoro. Kwa sababu hata kama Mungu hataki ukifanya hicho ambacho unakiomba, huwa anajibu kwamba wakati bado, au anakupa ishara ya kuonesha kwamba endelea kuomba. Lazima Mungu akujibu, hakuna namna. Mungu kukaa kimya ni mara chache sana, na Mungu akikaa kimya ipo sababu. Inawezekana alikujibu ukadharau na kupuuzia, ama inawezekana hauna tabia kumsikiliza Mungu. Kwa hiyo unaona kama jambo litokei. Kwa hiyo unashangaa, unaomba tena muombaji mkubwa, lakini unashangaa mbona haitokei? Hapana. Unaomba sawasawa? Unakazana kwenye kuomba mpaka jambo litokee? Unaling'ang'ania jambo mpaka litokee? Hapa tunajifunza kutoka kwa Elia. Elia tunaona ya kwamba ameng'ang'ania maombi. Kwanza ukumbuke Elia ni mtumishi mkubwa. Hii ikupe tafsiri kubwa sana. Elia ni mtumishi mkubwa, sio mtumishi wa kubabaisha. Elia ni mtumishi ambaye alipalizwa mbinguni kuonesha kwamba nini? Alikuwa sio mtumishi wa kawaida. Lakini Elia huyu ndiye aliyefunga ile mvua kwa kinywa chake. Neno la Bwana lilipitia kinywa cha Elia, na Elia akafunga mvua. Haikunyesha kwa miaka takribani miaka 3.5. Mvua haikunyesha. Sio tu kunyesha mvua, wala umande haukuwepo. Nataka kukumbusha tu, ili somo nimeshalifundisha huko nyuma. Sasa Elia akiwa nabii mkubwa, Elia ni kati manabii ambao walitenda matendo makubwa na ya ajabu. Tunaona Elia ndiye aliyefunga mvua. Elia ndiye alistruggle na ile mvua, aliteseka na yeye pia. Kama mtaona Elia alikaa kwenye kile kijito, akanywa maji ya kile kijito, akalishwa na kunguru asubuhi na jioni, alikuwa anaitoa nyama na mikate, kijito kikakauka. Akaenda kwa mjane wa Sarepta, akakaa naye kule, akatoka kule Elia, akaondoka tena sehemu nyingine. Tunamuona kwenye mti wa mretemu, anatenda na malaika anamtokea, anamwambia kula, kunywa, safari yako bado ni ndefu. Huyo ni Elia. Na struggle yote hii ni kwa sababu ya mvua tu, ambayo Elia ndio alitamka mvua ifanye nini? Ifungwe. Lakini leo Elia anataka kurudisha mvua ambayo alitamka kwa kinywa chake isinyeshe. Anataka kurudisha tu mvua. Anaomba mara kuomba ili mvua ifanye nini? Inyeshe. Huyo ni Elia, nabii mkubwa wa Bwana. Vipi wewe mwenzangu na mimi? Sala zako za nusu. Unataka uombe kitu leo kitokee leo. Inawezekana vipi? Na afadhali uombe jambo ambalo Mungu anaweza kukupa kama neema tu, yani kwa upendeleo. Unaomba mambo makubwa, unaomba magari, unaomba magorofa, unaomba kazi zile ambazo za maana zenye mishahara mikubwa. Unaomba vitu ambavyo vinahitaji struggling, vitu ambavyo vinahitaji nguvu ya kuomba. Sasa labda tunaweza tuwe hapa tunaongea, lakini nikupe mifano ambayo hai. Chukua Biblia yako. Hii ni kanuni yangu, nikikufundisha na kuambia chukua Biblia yako. Hauna Biblia, andika pembeni, nenda nyumbani, chukua Biblia, soma. Usipende kutumia Biblia za kwenye simu, lakini kama una dharura tumia. Ila sipendi watu waendelee kutumia Biblia za kwenye simu, kwa sababu ipo siku zinaweza zikawagharimu. Andika neno hili kutoka kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18, tutasoma ile aya 41 na kuendelea. Anasema nini? Na Elia akamwambia Ahabu, haya, inuka ule unywe, kwani pana sauti ya mvua tele. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Elia akapanda juu mpaka kilele cha Karmeli,
akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini. Kwanza Elia anamwambia Ahabu ainuke, yale mvua inakuja, wakati mvua haijaja wala Elia hajaenda kuomba. Alitengeneza imani kwamba anaenda kuomba sasa ili mvua irudi. Cha kwanza anatengeneza imani juu ya kile ambacho anaenda kukiombea. Nini kinaendelea? Akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Nini anamaanisha hapa? Sasa Elia ameingia kwenye kazi ya kuomba ili mvua inyeshe. Ameomba mara ya kwanza, ameomba mara ya pili, mara ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 mpaka mara ya 7. Nisikilize kwa makini mpendwa. Ninamzungumza Elia, nabii wa Bwana aliyepalizwa mbinguni, sio mimi na wewe. Yaani nabii mwenye sifa ambaye Mungu akasema huyu nampaliza mbinguni. Sikiliza, ukisikia mtu amepalizwa mbinguni, huyo sio mtu wa kawaida. Sasa Elia anataka kurudisha mvua, anaenda kuomba mara 7. Wewe una makando kibao, nataka uombe leo upate hilo. Ndugu yangu, kuwa serious na maombi. Kuwa serious na maombi. Nyenyekea magotini kwa Bwana. Jitese, jiumize ili Bwana apate kujibu. Kama Elia ambaye alikubalika na Bwana katika mambo mengi, anaomba mara 7 ndio mvua inanyesha. Endelea kusoma kwenye aya ngapi? Aya 44 tumeishia. 43 tunaenda kwenye aya 44. Anasema nini? Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akanena, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Kwa nini anamwambia Ahabu? Mwambie Ahabu atandike ashuke, mvua isimzuie. Maana yake ile mvua itakayonyesha sio ya kawaida. Mvua ambayo Elia aliona inakuja ni mvua ambayo hakuna mtu ambaye anaweza akatembea barabarani. Kweli Ahabu akachukua punda, akapanda, akaenda. Na Elia naye akachapa mwendo, wakaenda. Mvua ikafanya nini? Ikanyesha. Ameomba mara 7. Haya, wewe unasema mimi naomba haitokei. Umeomba mara ngapi? Elia akaomba mara 7, mtumishi wa Mungu anayeaminika. Ameomba mara 7. Wewe ambao una makandokano kibao, unataka kuomba mara moja utapata matokeo. Sasa leo jiandae kwa ajili ya maombi. Na kwenda kuomba ili Mungu akupe nguvu. Maana utaombewa maombi ya kupata nguvu ya kuomba. Maana kuomba kunahitaji nguvu, sio kitu cha mchezo. Ili upate ile neema ya kuomba ama neema ya kujitesa. Ili unaposema nataka kuombea nipate gari, ukae malangoni mwa Bwana kweli mpaka gari litokee, hata ikibidi kuomba miezi 6. Inawezekana. Unataka vitu vikubwa Bwana? Simama kama Elia. Yes. Tamani tu kwenda mbele za Bwana, kwenda kuomba sasa. Natamani sasa, hebu inua moyo wako, inua tu imani yako, twende mbele za Bwana. Ni maombi ya kuombea jambo hadi litokee. Sijui ni jambo gani unatamani litokee. Yamkini unatamani uolewe, wachumba wanakuja wanaondoka. Yamkini unatamani upandishwe vyeo, sijui ni nini. Hebu inua imani yako mpendwa sasa. Inua imani yako, twende mbele za Bwana tukaombe. Ili Bwana akaweze kukupa ile nguvu ya kuombea hadi jambo litokee. Hadi jambo litokee. Fumba macho yako sasa. Neno la Mungu linasema imani kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Tunaomba kwa imani na Mungu anatenda. Basi hebu sema, Bwana Yesu, nitie nguvu ili niweze kuomba kila ambacho ninachokitamani hadi kitokee. Kwa msaada wa Roho Mtakatifu anitie nguvu niweze kuomba hadi yale ambayo Mungu ameyakusudia yaweze kutimia. Asante Yesu. Sifa kwako Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu ali hai, Baba tunakuja mbele zako muda huna sai Bwana. Yupo mtu mmoja anatamani, kuna jambo anaomba lakini bado halijatimia. Kuna mtu mmoja anaomba lakini jambo halijatimia. Yamkini tu kwa sababu kuna mahala alikuwa haombi kwa bidii, lakini leo amesikia habari za mtumishi wa Mungu Elia. Hakukata tamaa, aliomba mara ya kwanza hadi ya 7 na mvua ikatokea. Yamkini kuna mtu mmoja anatamani kuomba sasa. Anatamani sasa apate hiyo nguvu
ya kuomba hadi jambo litokee, hadi jambo litokee katika jina la Yesu Kristo. Baba, achilia nguvu sasa, achilia nguvu sasa, achilia nguvu sasa, achilia nguvu sasa, achilia nguvu sasa. Yes, yupo mtu mmoja anatamani sasa apate hiyo nguvu, anatamani apate hiyo nguvu, yes, ya kuombea jambo hadi litimie, ya kuombea jambo hadi litimie katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Oh, sijui ni jambo gani ambalo anatamani litokee, anatamani litokee, anatamani litokee, anatamani litokee. Oh, achilia nguvu, achilia nguvu, achilia nguvu, achilia nguvu Bwana, achilia nguvu Bwana, ile nguvu ya kuombea jambo hadi litokee, hadi litokee, hadi litokee, hadi litokee. Oh, katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Oh, yamkini kuna mtu mmoja anatamani aombee jambo fulani liweze kutokea. Wengine anatamani aolewe, mwingine anatamani apandishwe vyeo, oh, mwingine anatamani kuoa, oh, mwingine anatamani kumtumikia Mungu. Yamkini ameomba mara ya kwanza, lakini kafika mahala akakata tamaa. Oh, lakini mtumishi wako Elia hakukata tamaa hadi jambo lilipotimia, hadi jambo lilipotimia katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yes, wape hiyo nguvu, ile nguvu ya kuomba, ile nguvu ya kuomba, ile nguvu ya kuomba, oh, ya kuomba mpaka jambo litokee, mpaka jambo litokee katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Oh, rikandara shendere, oh, karabashana, oh, rika sakatakatika, rikandara shendere, oh, katika jina la Yesu Kristo. Yes, hiyo nguvu ya kuomba, hiyo nguvu ya kuomba, hiyo nguvu ya kuomba. Yes, pokea hiyo nguvu, ile nguvu ya kuomba hadi jambo litokee, hadi jambo litokee, hadi jambo litokee, hadi jambo litokee. Oh, Elia akamwambia nenda tena hadi mara ya 7, nenda hadi mara ya 7. Yes, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Yes, hiyo bidii ya kuomba, hiyo bidii ya kuomba, pokea. Oh, hiyo bidii ya kuomba hadi jambo litokee, hadi jambo litokee, hadi jambo litokee. Oh, yamkini uliomba mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, oh, kakata tamaa, ukarudi nyuma. Leo Bwana anakujaza nguvu, anakujaza nguvu. Yes, kwa imani. Oh, kwa imani pokea hiyo nguvu ya kuomba hadi jambo litokee, hadi jambo litokee. Oh, rikandaraba shendele, oh, karabashanda. Pokea hiyo nguvu ya kuomba, hiyo nguvu ya kuomba. Oh, utaomba. Yes, utaomba. Oh, utaomba hadi jambo litokee, hadi jambo litokee, lile ambalo unatamani. Oh, Bwana, kuna mtumishi wako anatamani. Oh, yamkini anakuomba Bwana apate kupandishwa vyeo. Oh, yamkini anatamani kuolewa. Oh, yamkini anatamani kuoa. Oh, yamkini anatamani kukutumikia, lakini kuna vikwazo vinavyozuia. Oh, mpe sasa hiyo imani na ile nguvu ya kuombea hadi jambo linatimia, na kuombea jambo linatokea kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu Kristo, hiyo nguvu. Pokea hiyo nguvu. Yes, hiyo nguvu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya 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 Yesu Kristo. Oh, katika jina la Yesu Kristo, hiyo nguvu. Yes, utaomba. Oh, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu, 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 na kwa damu ya Yesu. Yes, hiyo nguvu ya kuomba, utaomba kwa bidii. Oh, kama vile Bwana anavyosema katika kitabu cha Misali, ile Misali, oh, sura ya 17 na ile aya 8, na wapenda wale nipendao, na wale wanitafutao kwa bidii. Yes, Bwana akupe ile nguvu, ile nguvu ya kuomba, Yes, akupe hiyo nguvu, Yes, hiyo nguvu ya kuomba. Oh, Bwana anasema katika kitabu cha Misali sura 8 na ile aya 17, oh, na wapenda wale nipendao,
na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana, wape sasa hiyo nguvu, wape hiyo bidii. Pokea. Hiyo nguvu ni nguvu za kawaida. Hiyo nguvu za kawaida. Inapenya. Haijalishi uliomba mara ya kwanza ukakata tamaa, ukaomba mara ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Lakini Bwana atakupa hiyo nguvu ya kuomba mpaka jambo litokee. Haijalishi adui alikuwa na time, alikuwa anacheza na akili yako, alikuwa anacheza na ufahamu wako. Lakini sasa Bwana anakupa hiyo bidii. Basi pokea bidii ya kuombea jambo hadi litokee. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha mwinjili Mathayo, walipo wawili watatu wamekusanyika kwenye lango, nami nipo katikati yao. Yesu utaomba na Bwana atakuwa katikati yako. Yes, ndio. Na hilo jambo litatokea. Power. Litatokea hilo jambo. Mimi sijui ni jambo gani unatamani Bwana aweze kukutendea. Hilo jambo. Lipeleke mbele za Bwana. Hilo jambo unalotamani. Yes, lipeleke mbele za Bwana. Usikae kimya. Lipeleke mbele za Bwana. Ona kwa bidii litatokea. Kwa jina la Yesu Kristo, na kwa damu ya Yesu. Power. Yes, ndio. Hiyo nguvu. Yes, inashuka. Hiyo nguvu ya kuomba. Na hiyo bidii. Rikandara mashendere. Karabashendere. Katika jina la Yesu Kristo. Power. Pokea hiyo nguvu. Yes, ya kuombea jambo hali litokee. Kitabu cha mwinjili Luka ile sura ya 18 aya ya kwanza. Inawapasa kumwomba Bwana, inawapasa kumwomba Mungu. Msikate tamaa. Yes, Bwana anakupa nguvu. Hautakata tamaa. Yes, hautakata tamaa katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana akalitimiza hilo jambo kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu Yesu. Sante Yesu. Sifa kwako Yesu. Baba, tunakushukuru, tunakutukuza. Asante Bwana kwa kuwajaza nguvu watumishi wako. Yes, kuanzia sasa wataomba kwa bidii hadi jambo litokee. Yale ambayo wanatamani, yes, wataomba hadi atokee katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu ali hai. Basi wewe ambaye umefuatilia maombi haya, endelea kuombea kwa bidii, usikate tamaa. Bwana ataenda kutenda jambo ambalo hujapata kuona. Usikate tamaa, amini kabisa kwamba hili jambo linaenda kutokea, kama vile mtumishi wa Mungu Elia aliamini kabisa mvua itanyesha, na alipoomba kweli mvua ikatokea. Basi kwa imani hiyo na wewe hilo jambo ambalo unatamani Bwana akutendee, hebu usikate tamaa mapema, endelea tu kuombea. Ombea tu kwa bidii, tenga muda wako, hakikisha hadi jambo litokee, yale ambayo unatamani Bwana aweze kulitimiza katika maisha yako. Sante, ulikuwa na mtumishi wa Bwana Norbert Simon Mpunga, metufundisha
Lakini basi na mimi mtumishi wa Mungu Francis Mabina ambao tumeomba na wewe, amini, endelea kufuatia na haya maombi. Naamini kabisa Bwana ataenda kutenda yale ambayo unayemuomba, ataenda kukufanyia yale ambayo natamani Mungu aweze kuyatimiza katika maisha yako. Amini kabisa, usiombe shingo upande, omba kwa imani na Mungu atatenda. Basi endelea kutufuatilia katika channel yetu ya Mikono ya Kristo, na Mungu akubariki na yale unayotamani yakapate kutokea. Amen.